Kwenye hili jengo andaa tofali za blocks 1500, lakini kama utatupa tofali za kuchoma andaa tofali 5000. Nafikiri nimeshaelezea sana utofauti kati ya boma na vitu vingine kwenye ujenzi, na hizi tofali nilizozitaja hapa ni zile ambazo zitakazotumika kwenye ujenzi wa hili jengo katika hatua ya boma peke yake. Tofali 1500 kama utatumia tofali za block, lakini tofali 5000 kama zikiwa ni tofali za kuchoma. Huo ndio muonekano wake kama ambavyo unaweza kuliona hili jengo. Jengo ni zuri sana, of course. Miongoni mwa majengo mazuri yenye vyumba viwili, basi hili hapa ninaliweka pia. Humu ndani kuna ongezeko la kitu kimoja. Humu ndani kuna store. Na store pia imefanya jengo kuwa katika umbo kubwa kidogo, lakini kwa nini tofali ziwe 1500 sawa na nyumba zingine ambazo zinakuwa zina store? Hili jengo halina veranda upande wa nyuma, kwa hiyo zile tofali nazo zinaweza kufidia katika baadhi ya kuta kwenye ujenzi wa ile store au wakati wa kutengeneza nafasi ya store humo ndani, jengo lisionekane kubwa sana. Hili jengo ukilijenga kokote ni heshima, of course, kwa sababu kila kitu ndani kizuri kipo. Lakini advantage nyingine ni kwamba hili jengo unaweza ukalijenga kijijini na unaweza ukalijenga mjini. Jengo ni zuri sana. Mpangilio wake ndani ni hivi. Kwanza hili jengo lina vyumba viwili vya kulala. Chumba kimoja ni self, chumba kimoja ni cha kawaida, kingine hicho. Lakini kuna sebule, jiko, store na choo cha public. Kama ambavyo unaweza kutazama hapa. Sawa. Huu ni mpangilio wa bati, kwa juu itakuwa ikiwa na muonekano huo hapo. Itakuwa na mpangilio huu hapa. Ukija kwenye upana wa hili jengo ni mita 9.3. Hizi ni milimita. Zinaonekana 9300, lakini ukiziconvert kwenye mita inakuja 9.3. Kwa hiyo ni mita 9.3 kama upana, na urefu ni mita 9.9. Kwa hili jengo bana, ni naweza kusema lime balance katika urefu na upana, kote ni mita 99. Ukiangalia hii hapa ndo sebule yetu hii hapa. Sawa. Sasa hivi naanza kuwa nazigusa kama hivi. Sebule, na ukija upande wetu wa kulia tunakutana na chumba cha kwanza ambacho ni self, choo chake ni hichi hapa. Sawa? Hichi ndio choo chake. Baada ya hapo katikati tuna store. Hii store ina mlango unaotazamana moja kwa moja na jiko. Sawa? Kwa nini imewekwa hapa? Kama store itakuja itawekwa upande huu hapa. Nafuatilia sana huu mshale unaonekana hapa kwenye kioo cha simu yako. Kuna kitu nakielezea hapa. Nafikiri kitakufaa sana. Kama store ingekuwa upande huu hapa, eneo hili lingelazimika kuwa kubwa zaidi, kwa sababu mtu ili aweze kuingia ndani kuja store, eneo hili litakuwa ni kama njia badala ya kuwa eneo la kuweza kutumika kama eneo la kupikia. Kwa hiyo likiwa kama njia, eneo la jiko litabakia kuwa finyu, litakuwa dogo. Ndio maana hatukutaka kuongeza jiko liwe kubwa sana, ila tukalitafutia sehemu nyingine. Kwa hiyo mtu atakuja hapa aingie store, arudi aingie jikoni. Mtu anaweza akatoka huku nyuma upande wa jikoni akaingia ndani akaingia store. Sawa? Still bado ile eneo lingine litabakia kwa ajili ya kupikia. Hapo nafikiri mtaanza kuwa mmenielewa. Sasa hii hapa ni passage ambayo inaunganisha choo cha public, chumba hichi ambacho ni single, store pamoja na chumba hichi ambacho ni self, lakini upande wa kushoto tunakuja kupata sebule. Huu ni ukuta wa TV case. Kwa hiyo kama utataka kufanya ule budambu wowote ule pale, kupata namna ya kuweka TV yako ikae kinamna fulani hivi, mtu akiingia kweli aseme kweli nyumba hii ni yenyewe, basi ukuta huu ndio utakuwa maalum kwa ajili ya kuweka TV yako. Upande huu weka sofa zako watu wakae. Lakini pia kama hutataka namna, huu ukuta pia unaweza ukawa ukuta wa TV. Maana kuanzia eneo hili hapa mpaka kufikia hapa unaweza kaweka TV yako hapo, kama itakuwa kubwa sana. Ili eneo lingine huku unaweza kuweka makochi kama utakuwa na uhitaji huo. Lakini huu ndio ukuta maalum kwa ajili ya kuweka TV yako. Sasa hapa nafikiri naweza nikawa nimeelezea vizuri. Ili hapa ni veranda yetu upande wa mbele. Simple lakini clear. Nafikiri wengi watakaokuwa wamekutana na nyumba za namna hii ambazo zimejengwa hivi karibuni wanaweza kawa wananielewa zaidi. Ni nyumba ambazo zina muonekano simple lakini ni nzuri za kuvutia kwa namna fulani hivi. Hata kama haujafanyia finishing, kwa maana ukimaliza katika kila upande, basi bado muonekano utaendelea kuwa mzuri. Namna ambavyo itakavyokuwa inaonekana itakapokuwa imekamilika, still bado ni namna ya kuvutia. Naweza kusema hivyo. Bado ni namna ya kuvutia na inapendeza kwa namna fulani hivi kuitazama. Huu ndio muonekano. Na rangi bwana nazozitumia mara nyingi, huwa ninapenda kutumia rangi ambazo hata mtu ambaye yuko kijijini ana uwezo wa kuzipata na kuziweka kwenye nyumba yake au kupaka kwenye nyumba yake, kwa sababu hizi rangi najua mmeziona. Hii dark gray mmeiona, hii ni light gray mmeiona sana of course. Kwa hiyo natamani
kuona ramani nyingi za kisasa zikijengwa maeneo tofauti tofauti, at least mitaa yetu iweze kubadilika na iwe na mtazamo ambao unapendeza pale ambapo utakapokuwa unatazama nyumba za watu waliojenga katika mtaa fulani. Muonekano wa picha za 3D ni hizi hapa. Sawa. Kwa upande wa bati, hili jengo linachukua jumla ya bati 60 za futi 10, na hapa sasa mpangilio wake unaeleweka na unatazamika vizuri sana. Hili jengo lina upana wa mita 9.3 na urefu wa mita 9.9 kama nilivyoweza kuelezea hapo awali. Limebalance sana, ni 9 kwa 9 naweza kusema hivyo Yeah, lakini pia ukiangalia mpangilio wake ni mzuri sana kiasi kwamba mtu atakapoingia kwa mara ya kwanza anaweza kiasi hili jengo lina vitu vingi sana ndani, lakini pia mtu akiwa nje akatazama anaweza akaona mbona kama jengo la kawaida. Kwa hiyo hili hapa huwa ni sifa za majengo yote ya kisasa. Sifa jengo lote la kisasa, mtu anapokuwa nje lazima aone kwamba mbona kama ni kajengo kadogo, lakini anapoingia ndani aone mbona kama vitu ni vingi sana ndani. Hiyo ndio maana jengo la kisasa. Sije ikawa mtu akiwa nje aone hili jengo sio poa, bonge la nyumba, lakini ikiingia ndani inaonekana mbona kama sasa mambo ni ya kawaida, mambo ni yale. Sasa muonekano ni kama ambavyo unaweza kutazama hapa, na kukumbusha tena na tena, kumbuka ramani hizi unazoziona hapa. Sawa, ramani hizi unazoziona hapa unaweza ukatazama kupitia WhatsApp yako kiurahisi sana. Sawa, cha kufanya ni hivi, tuma message WhatsApp kwenye namba hii inaonekana kwenye kioo cha simu yako hapo 07582690. Andika neno niunge. Baada ya hapo nitakupatia link, na kupitia link hiyo utaweza kujiunga na WhatsApp channel yetu, na kila tunapokuwa tunaziweka ramani huko utakuwa unapata fursa ya kutazama ramani hizo mapema sana kupitia WhatsApp yako kiurahisi, kwa sababu kuna wengine hawajiunga na mabando ya mitandao mingine, wengi huwa wanajiunga na mabando ya kutumia WhatsApp tu. Kwa hiyo hata yenye pia tumewafikia katika style hiyo hapo. Tuma message WhatsApp, andika neno niunge, na utakuwa unatazama ramani kupitia WhatsApp yako kiurahisi sana. Hapa bati ni 60 kama nilivyo kuambia, ambao za kenchi ni 100 kamili. Kumbuka tena. Hakikisha mtafollow mitandao yote ya kijamii, kwa sababu page hii unaweza usikutane nayo, au video hii unaweza usikutane nao tena. Kwa hiyo ili kuhakikisha kwamba unatunza kumbukumbu, basi hakikisha mtafollow, kwa sababu kama mtafollow mtandao huo ambao umeutumia kutazama ramani hii, basi tutakapokuwa tumeweka video nyingine itakuwa rahisi wewe kutazama, kwa sababu itakuja moja kwa moja kwako na utaendelea kutazama kama kawaida. Sawa, lakini kama unatumia WhatsApp, save namba hii, andika neno niunge, tutumie message hiyo, nitakupatia link na utaweza kutazama ramani kila tunapokuwa tunaziweka kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Lakini pia kama uko Mpanda na unatamani kupata tofali za blocks ambazo ni imara zaidi, basi tupigie simu kwa namba ya simu hiyo. Tutahakikisha tofali hizo zinakufikia mpaka site, kuhakikisha ujenzi wako unaenda salama na kwa tofali ambazo ni imara zaidi zilizozingatiwa ubora wa hali ya juu sana. Sawa, nikukumbushe tena usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu. Karibuni sana na asanteni kwa kunisikiliza.